tunaenda kunena juu ya Pasaka. Nini maana ya Pasaka? Haleluya. Nini maana ya Pasaka? Hakuna ile ninajua na tutaenda kutembea. Fasting and commemoration to the exodus from the Egyptian slavery. Bwana wetu asifiwe sana. Haleluya. So Pasaka inaonyesha kwamba jinsi wale Wanaisraeli walipokuwa katika mji wa Misri, walikuwa mahali pale, walikuwa wakiteseka katika muda mingi, walikuwa wakitezwa, walikuwa wakifanya kazi. Lakini kwa sababu ya Pasaka ilipokuja, ukombozi ilipokuja, kasema kama Wayahudi walikuwa wakisherekea kama hata si Waturkana tunasema kwamba kuna siku yetu culture ya Waturkana. Sema amen. Hata hawa Jews walikuwa na hiyo culture ya Pasaka, ili wakaweza kufanya mambo mengi ndani ya maisha yao, kwa sababu waliona kwamba tuko na wale ambao tumeteka nyara kama wale slaves. Kama tunakumbuka kwamba jinsi wa Afrika walikuwa wakiuzwa kwenda katika nchi ya ng'ambo kwenda kupigana mahali pale. Yaani walikuwa kama ile slaves, walikuwa wanashikwa, wanachukua mateka na kuwapeleka ili kufanya hiyo kazi. Lakini na hata Wanaisraeli ilikuwa ni kama wale watu ambao wameshikwa, kama ni wale ambao wamefungwa, wanafanyia watu kazi, wanafanya kazi ngumu. Haleluya. Sema amen. So katika ile Wayahudi, katika ile Egyptian, yani wakachukua wale Wanaisraeli kama wale ambao ni wafungwa, ili wakaweza kutawala maisha yao, wakaweza kutawala njia zao. Lakini Mungu anaposema kwamba when it is bila Mungu alileta ile Passover, ile wakati walipokuwa katika ile njia, Mungu akakuja ili akaweza kufanya kazi katika ile mji wa Egypt. Walipokuja, nakumbuka kwamba Mungu alimtuma Musa kwenda kukomboa Wanaisraeli, si ndio? Alipokuwa mahali pale alifanya vitu vingi, maana alihitaji Wanaisraeli wakaweza kutoka ile nchi, katika ile nchi ya utumwa, katika nchi ambayo tunafanya kazi ngumu. Ndio maana Musa alipokuja akaitoa Wanaisraeli, akaikomboa Wanaisraeli katika ile mji. Walipokomboa wale Wanaisraeli, Biblia inasema kwamba the Passover, Mungu akatuma malaika akasema, nendeni mkachinje ile kondoo, mkaweka katika ile milango ya Wanaisraeli. Wanapoweka damu mahali pale katika ile mlango, malaika anapopitia anapata huyu ni Mwanaisraeli, anapotembea anapata huyu Mwanaisraeli. Kama mahali pale hajawekwa ile damu, malaika anafanya kazi. Bwana wetu asifiwe sana. Sema amen. Haleluya. So Pasaka yani ni kutoka katika ile nchi, katika ile ukombozi, katika ile mateso mengi, na wale mateso mengi ambayo tuliyopata mahali pale. Sema amen. Na Wanaisraeli wa Misri waliweza kufurahia sana, kwa maana wamepata wale watu ambao wanafanya kazi, wamepata wale watu ambao wanafanya kila kitengo. Wakujua kwamba kuna mtu yule ambaye anakuja kukomboa Wanaisraeli. Sema amen. Haleluya. Biblia inasema kwamba Passover ilipofika katika nyumba ya Wanaisraeli, ikaonyeshwa kwamba inaleta amani na inaleta furaha na inaleta upatanisho. Kwa maana na hata siku ya leo sisi mwana wa Adamu aliweza akashuka na akateswa, na sisi tukapata ukombozi ndani ya Yesu Kristo. Tukapata ukombozi ili tukaweza kumetameta katika nyumba ya Bwana. Tukapata ukombozi ili tukaweza kumtukuza Mungu. Sema amen. Haleluya. Kasema kwamba ikaleta protection. Baada ya kuleta protection ikaleta salvation. Na baada ya kuleta salvation ikaleta ile signify
ambapo kusema kwamba watoto wa Mungu wameweza kukombolewa katika nchi ya Misri. Sema amen. Haleluya. So tutaangalia katika kitabu cha Matendo ya Mitume 26 ndogo 18-19. Tuko na wasamaji wengi. Nendeni mjini kwa mtu fulani, mkamwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu, kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wako. 19. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaiandaa Pasaka. 20. Basi 19. Kasema nendeni mjini kwa mtu fulani. Bwana wetu asiwe sana. Maana Yesu alikuwa tayari amejiandaa Passover. Alikuwa amejiandaa ili akaweze kula pamoja na wanafunzi wake. Akatuma wanafunzi akasema kwamba nendeni katika mji mmoja, mtapata mtu mmoja mkaambia kwamba Bwana anahitaji akaweze kupata mahali ya kukulia Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Sema amen. Na alipo wanafunzi wake walikubali na wakaenda wakapata hiyo mahali, wakamwambia Bwana ametutuma ili tukaweze kujitengelezea mahali ambayo tutakula pamoja na yeye. Bwana wetu asifiwe sana. Akasema nendeni mjini kwa mtu fulani, mkawaambie mwalimu asema majira yangu ni karibu, kwako nifanye Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Bwana wetu asifiwe sana. Alijua kwamba majira zake zimekaribia, kufa kwake imekaribia, mateso kwake imekaribia. Ngawaje yeye hakuwa ni ule mtu ambaye hakufanya kosa lolote, hakufanya dhambi lolote, lakini yeye alijua kwamba majira ya Mwenyezi Mungu imekaribia, yale ambayo imehubiriwa na watumishi wa Mungu imetimia. Haleluya. Bwana akatuma wanafunzi akasema nendeni katika mji, katika nyumba fulani, mkamwambie Bwana ametutuma ili tukaweza kutengeneza mahali pale, ili tukaweza kula Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Sema amen. Haleluya. Na walipoenda mahali pale waliweza wakakubaliwa na wakatengeneza hiyo Pasaka ili akaweze kula pamoja na wanafunzi wake. Ya maana na hata sisi tunapokula Pasaka Mwenyezi Mungu inatuletea ufufuo ya mwana wa kondoo, inatuletea rehema mwana kondoo, inatuletea ushindi ya mwana kondoo. Maana Mungu yu pamoja nasi. Sema amen. Haleluya. Wakajiandaa katika ile karama, na ile karama wakaenda pamoja na wanafunzi wake. Kasema nini? Wanafunzi wakafanya kama Yesu alipoagiza, wakaandalia Pasaka. Maana hata siku ya leo tayari bishop ametuandalia Pasaka ya Mwenyezi Mungu. Haleluya. Ni Pasaka gani ambazo tunalilia? Damu ya Yesu Kristo. Ni kama unaona kama Wakatoliki wanapenda sana. Wanasema yani kuanzia Januari mpaka Januari. Hiyo kikombe wanaposhika inakumbusha kwamba huyu ni mwana kondoo ambaye alikufa msalabani kwa sababu ya dhambi zetu. Sema amen. Haleluya. Maana tunakumbusha kuteswa kwake mwana wa Adamu. Ndio unaona sometimes wanabeba ile msalaba. Ijumaa walikuwa wanabeba msalaba, kila kona zote za Wakatoliki wanabeba msalaba. Na sisi wengine tunasema kwamba hawa watu wanafanya nini? Sema amen. Haleluya. So Pasaka ni wakati ambao Wakristo wanaikumbuka, wanafurahia ile Pasaka kama watoto wa Mungu. Wanafurahia ukumbusho ya mwana wa kondoo. Wanafurahia ile, yani ni wakati mzuri ambaye wako tayari kujinyima na kufanya vile Mungu anapoistahili. Bwana wetu asifiwe sana. Yani una celebrate kufa kwake mwana wa Adamu. Ni kama holiday kwako. Na hapo unapochukua holiday kama yako, wewe unaenda katika maombi, unatembelea wagonjwa, una visit watu mbalimbali.
hiyo ni kama wewe umekuwa ni kama unafanya mfano Mwenyezi Mungu. Na hata wengine wanaenda kuosha watu miguu, wanapangusa mguu, wanaweka nini? Bwana wetu asifiwe sana. Haleluya. Ndio sisi tunasema kwamba Wakatoliki bado wanafuata ile vitu ambayo Yesu alifanya na Yesu alimaliza. Wengine wanasema kwamba bado tunarudisha tena Yesu msalabani. Bwana wetu asifiwe sana. Ni ukumbusho ambao tunafanya. Sema amen. Na hiyo ukumbusho ni lazima tukaweze kulifuata katika njia ambayo inapendeza Mungu. Katika ile Passover kuna vitu vinne ambavyo tunaenda kuongea siku ya leo. Vipengele vinne ambayo inafanya hii Pasaka ikaweze kuwa nzuri ndani ya maisha yetu. Ya kwanza inasema kwamba I will take you out. Bwana yetu asifiwe sana. Anakutoa wewe katika ile matatizo ama katika ile shida ambayo tumekumbana pamoja na yeye. Haleluya. Jambo la pili kasema kwamba I will save you, anatuokoa katika ile matatizo ambayo tulikuwa. Yeye anakuja kutuokoa na kutuleta ndani yake. Ya tatu kasema kwamba I will redeem you. Bwana wetu asifiwe sana. Redeem ni kufanya nini? Kufanya nini? Kununua. I will redeem you. Bwana wetu asifiwe sana katika ukombozi. Patrick. Yaani anatuongezea nguvu kama watoto wa Mungu. Bwana wetu asifiwe sana. Ndani ya mwisho ambayo ninamalizia kwamba I will take you as a nation. Bwana wetu asifiwe sana. Anatuchukua sisi kama taifa la Mungu ambao tunatangaza neno lake Mwenyezi Mungu na kumuinua Bwana katika njia zote ambazo Mungu anastahili tukaweze kulifanya. Sema amen. So unapopata nafasi utaenda kusoma mahali pale, utaenda kusoma Yohana 6:51, then utaenda kusoma Exodus 6:6-7. Bwana nitashe sana. Mimi nimemaliza na Mungu akaweze kuwabariki. Sema amen. Amen. Taiba yule baba anasema kwamba